Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wapenzi wa kripu za Babuhaji, wapenzi wa masomo yangu. Kwanza kabisa, kabla ya yote, usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata masomo yangu mbalimbali na ili kuweza kupata ujuzi zaidi na zaidi, kwa sababu wanasema kwamba hakuna binadamu mwenye kujua isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia napenda kuwapongeza kwa wale ambao wameweza kujaliwa kufunga, kufanya ibada mbalimbali, kutoa sadaka, kuwasaidia wasiokuwa na uwezo, kuwahurumia wenye kuhitaji huruma. Inshallah Mwenyezi Mungu awalipe badala, inshallah, Allahumma amina. Na leo nakuja na mada yangu inasema somo la imani. Somo la imani ni somo refu sana, lakini somo hili ni somo ambalo linahitaji uchamungu. Uchamungu unatoka wapi? Uchamungu unatokana na imani ya kuamini ninachokisujudia kweli kipo na kiko hai, na kweli ninachokifanya kinapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu, na kweli ninachokifanya ni kitu ambacho kitakuja kunipa malipo hapo baadaye yaumul qiyama. Na unapofanya, wengi tunafanya dua lakini kwa mazoea, kwamba fulani niambia ukifanya hili basi litafanikiwa. Usifanye kitu kwa mazoea, bali fanya kitu kwa kumtegemea aliyeko juu mbinguni, kwamba lazima kitafanikiwa. Kiwe kizuri, kiwe kibaya, kitafanikiwa tu. Isipokuwa kama umeomba kibaya, basi yaumul qiyama utakwenda kukijibu. Ni mfano mtu anapokwenda kumchinja mtu, basi amedhamiria yeye kama yeye, na Mwenyezi Mungu atatia ruhusa, utafanya, utafanikiwa. Lakini wewe si muuaji, bali muuaji ni Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye kuhuisha ni yeye pia vile vile. Na asipopenda, hata kama utakata mapanga 60, basi huyo mtu atanusulika tu. Na ndio maana unakuta kwamba hata katika ajali, mnaweza mkapata ajali watu 60, akapona mtu mmoja tu, na ukiangalia ni mtoto mdogo. Basi hizo zote ni kadari za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wakati yule mifupa yake ni milaini kuliko ya kwako, yule kufa ni rahisi kuliko wewe. Tunaombeni tuwe na imani na tunachokifanya. Na hata kama wewe mtaalamu wa tiba za asili, unapofanya tiba zako, basi fanya ukijua kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kulifanya jambo lako na likawa, mtu atake asitake na likawa. Na kuna vitu ambavyo huwa tunafanya vya kufanyia mazoea. Ukifanyia mazoea kitu kinaweza kisikujibu. Ndio maana hata katika uvutaji wa kitu fulani lazima usensi kuwa kile kitu kimekuja, kile kitu ninacho, kile kitu namna hiyo. Na hata katika utafutaji, unapojikatia tamaa, basi ndivyo utakavyofeli. Lakini utakavyo kuwa na ile nia na juhudi ya kutafuta, ipo siku Mwenyezi Mungu atakujalia na utapata unachokihitaji kwa idhini yake Mwenyezi Mungu aliyetuumba. Leo ninawapeni dua moja ya ajabu kabisa, ambayo ni ndogo na mimi nilipewa, lakini sasa na mimi nakupa kwa wale wa Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje hapa duniani kama mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe wanatukosea. Hiyo ni dua moja mzuri sana. Kazana kuomba dua hiyo. Pia unaweza ukachukua maji ukatia mdalasini pamoja, unga wa mdalasini pamoja na chumvi ya mawe pamoja na unga wa karafuu, alafu kayasomea yale maji. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Hapa unapuliza mpaka mwisho, utasoma mara 7, kisha yale maji nenda kayakuoge. Utaona maajabu kabisa ya Mwenyezi Mungu alivyotujalia tiba nyepesi kabisa. Pia kwa wewe Muislamu, basi soma ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, rahma fi samawati wa ma fil ardi, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim wa huwa al-'aliyyul 'azim wa huwa al-'aliyyul 'azim. Isome mara 11 huku ukipulizia maji kwa kutumia vile vile chumvi ya mawe
pamoja na mdarasini, nani huyu, pamoja na huyu nani mwenzie, karafuu, unga wote tia. Utaona jinsi nyota yako itakavyong'ala, utakavyopendwa, utakavyofungukiwa na visilani vitakuondoka kabisa kabisa kabisa. Chumvi inafungua, pia chumvi inafunga, chumvi inaloga, chumvi inatibu. Inshallah tutaendelea kupeana elimu mbalimbali, lakini usisahau kusubscribe hapo ulipoona pameandikwa subscribe. Tafadhali subscribe channel yetu ili uweze kuendelea nikirusha masomo yangu uweze kuendelea kuyapata. I am Soda Yangeni. Thank you very much. Waweje sana.